Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Naibu Katibu Mkuu na viongozi wote kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ndugu wanahabari wenzangu, naomba niwakaribishe tena katika ukumbi wetu wa Idara ya Habari Maelezo Dodoma ili tuweze kuisikiliza serikali imefanya nini na mafanikio yake yote katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Mkenda, leo ni zamu yako ya sekta ya elimu, sayansi na teknolojia. Watanzania wako tayari kukusikiliza ili uwaeleze mafanikio ya eneo unalolisimamia. Na mwisho wanahabari watakuuliza maswali kwa niaba ya wananchi na utapata fursa ya kuyajibu. Karibu sana mheshimiwa. Thank you. Asante sana. Jamani, habari ya asubuhi. Sasa na mawanda mapana sana ya kuzungumzia. Natumaini muda utaturuhusu, lakini yale ambayo sitasema niko tayari kuyajibu kupitia kwenye maswali yenu. Kwanza nianze tu kwa introduction, kwamba tukumbuke nchi zote duniani msingi wake mkubwa wa maendeleo ni elimu, ni sayansi, ni teknolojia. Kwa uwekezaji katika maeneo haya kwa kweli unakuwa ni kichocheo kubwa sana cha maendeleo ya nchi. Chukua mfano tu, sisi wakati tunapata uhuru mwaka 61 na muungano 64, utasikia watu wanazungumza kwamba South Korea na Tanzania zilikuwa zinalingana. Sasa hivi South Korea imeshaenda mbali sana. South Korea wakati ule uwekezaji wake katika elimu ulikuwa mbali sana kulingana na Tanzania. Tulilingana kwenye kipato karibia, lakini tulitofautiana sana katika uwekezaji katika mtaji rasilimali watu. Na ndio msingi wa wao kwenda kwa kasi zaidi, kwa sababu sisi wakati tunapata uhuru mwaka 61 tulikuwa hata hatuna chuo kikuu hapa nchini. South Korea walikuwa paka na maandishi yao. Walikuwa wamewekeza sana kwenye sayansi na teknolojia. Mfano mwingine wa haraka, Norway. Wakati mwaka 1900 Norway, Sweden, Finland kati ya nchi ambazo Ulaya zilikuwa zinaonekana maskini zaidi. Lakini hatimaye sasa hivi ukiangalia maendeleo ya watu ya hizo nchi, kigezo cha Human Development Index, karibia muda wote nchi ya kwanza duniani ni either Sweden au Finland au Iceland au Norway. Kilichobadilisha hizi nchi sio rasilimali za asili, ni uwekezaji katika elimu, sayansi na teknolojia. Na profesa mmoja ameandika vizuri sana. Ukiangalia Norway sasa hivi wanatumia rasilimali zao kwa sababu wana teknolojia yao, kwa sababu waliwekeza kwenye elimu, sayansi na teknolojia. Ndio msingi wa mabadiliko ya nchi yao, kuliko maporomoko ya maji walionao na gesi na petroli, kwa sababu wasingeweza kuvuna rasilimali zao kama hawakuwekeza. Na mfano wa mwisho ni nchi yetu tu za Afrika. Tulitawaliwa na wakoloni kwa sababu walituzidi tu kwenye teknolojia ya vita. Walikuja hapa na magobore kwanza na mizinga, mamerikebu makubwa ya kivita. Sisi bado tulikuwa na mishale na mikuki. Kwa ilikuwa rahisi sisi kutudhibiti. Kwa ili nchi iendelee lazima iwekeze sana kwenye sayansi na teknolojia. Na msingi mkubwa wa sayansi na teknolojia uko kwenye elimu. Kwa leo nazungumzia sekta hii ya elimu, lakini nitagusia vile vile mambo ya sayansi na teknolojia ambayo yako chini ya wizara yetu. Mimi kwa kweli niwaambie Watanzania wenzangu kwamba nchi yetu katika kipindi cha awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, hatua kubwa sana na maamuzi mazito sana yamefanyika hasa katika elimu. Na nitaelezea yaliyofanyika katika sayansi na teknolojia. Ni mazito yaliyofanyika, maamuzi ambayo yanahitaji ujasiri mkubwa. Tarehe 1 mwezi wa 2 mwaka huu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan
alizindua sera ya elimu na mafunzo. Sera hii inaitwa Sera ya Elimu na Mafunzo ya 2014 toleo la 2023. Kwa kifupi wewe sema tu sera ya elimu au sera ya elimu na mafunzo. Rais wetu alizindua sera hii ambayo ina mabadiliko makubwa kwenye mfumo wetu wa elimu ambao nitaeleza, na utagharimu nchi yetu fedha nyingi. Itaendelea kuhitaji uwekezaji mkubwa sana. Kwa nini watu wengi, sio wa Tanzania tu, hata wadau wa maendeleo wananong'ona, wanaambia rais wenu ni jasiri. Katika kipindi ambacho serikali inawekeza katika miundombinu kama reli SGR, kama bwawa la Mwalimu Nyerere kulimalizia, kama ujenzi wa mabarabara, daraja la Busisi, ukiangalia mjini nchi nzima utakuta barabara zinafumuliwa, zinajengwa vizuri zaidi. Nenda Kia pale Moshi, ukienda Dar es Salaam barabara hizo zinatengenezwa. Kila kona ukienda mjini ujenzi mkubwa unaendelea. Wananiambia kama ambavyo Watanzania wanasema, huu ujasiri wa kuagiza sera hii itekelezwe ni ujasiri mkubwa sana kwa rais wetu, kwa sababu utahitaji rasilimali nyingi. Rasilimali fedha, rasilimali watu, na nguvu nyingi za kusimamia utekelezaji wake. Na mimi jibu langu ni kwamba haya yalikuwa maelekezo ya rais wetu. Haya yalikuwa ni maono yake. Na kwa sababu mara nyingi sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tunapewa maua yetu katika swala hili, niwakumbushe tena watu wote wa Tanzania, wakati rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan analihutubia bunge tarehe 22 mwezi wa 4 2021, mimi nilikuwa sio waziri wa elimu, Profesa Nombo alikuwa sio katibu mkuu, manaibu katibu wakuu walikuwa hawapo. Maelekezo aliyotoa wakati ule yalianza kutekelezwa na yanatekelezwa. Kwa hiyo utekelezaji huu, mkitupa maua tunapokea, lakini ukweli haya ni maono ya rais wetu. Aliamua, aliagiza, alifuatilia, alisimamia na alizindua mwenyewe. Sasa tuende kwenye sera hili ambalo limefanyika, maamuzi mazito. Mfumo wetu wa elimu tulivyopata uhuru ilikuwa hakuna elimu ya lazima. Lakini miaka 60 kule katikati ilikuwa unaweza kusoma pa darasa la 4 ukaacha kwenda kusoma, lakini ilikuwa sio lazima uende shule. Ilikuwa sio lazima. Elimu ya lazima ilikuja wakati wa Mwalimu Nyerere. Na alivoleta elimu ya lazima, mabadiliko ya kwanza ilikuwa ni kuondoa darasa la 4 kama terminal end ya elimu kupeleka darasa la 7. Na ulikuwa ni uamuzi wa kijasiri kweli kweli kwa nchi ya Leorithi ambayo ilikuwa haina chuo kikuu. Chuo kikuu cha kwanza kilianzishwa kama University College of Dar es Salaam, lakini kwa College of University of London mwaka 61, makao makuu ya Chama cha Mapinduzi pale Lumumba. Kwa nchi ambayo ilianzia kule, watu wenye degree chuo kikuu walikuwa wazidi kama 10, sijui kama walikuwa wanafika, lakini akaweka elimu ya miaka 7 na akaifanya ya lazima. Baada hapo tumeendelea mpaka sasa hivi kwamba miaka 7 ni elimu ya lazima. Sasa tumefika mahali rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, chini ya mageuzi ambayo tunayafanya, elimu ya lazima sasa inatoka kuwa miaka 7 kwenda miaka 10. Kwamba kila mtoto wa Kitanzania kwa amri, na sheria tunabadilisha, kwa amri lazima akae shuleni kwa miaka 10. Na tunajua watoto wanaanza shule wakiwa na miaka, darasa la kwanza watakuwa waanze preschool, lakini darasa la kwanza miaka 6. Kwa ile miaka 7, ukaa miaka 7, umeanza miaka 6, unamaliza shule ukiwa na miaka 13. Hasa miaka 13 akiacha shule, hamna sheria ya kumlazimisha asome, hamna sheria ya kumkimbiza mzazi, japo tunakimbiza nao, lakini kwa kweli bila sheria. Halafu mtoto asipoajiriwa, tunasema elimu yetu watoto waajiriwe miaka 13. Na sisi tumesign kwenye Sustainable Development Goals za dunia 2015. Tanzania UN pale tumekubali kwamba tutatoa elimu mpaka sekondari, lakini tulikuwa hatujafika huko. Na hii sera, na niseme ukweli, ya 2014 ambayo yenyewe ndio ilianza kusema kwamba elimu ya lazima itoka miaka 10, utekelezaji wake ulikuwa na kigumizi. Nchi hii ina kazi kubwa sana, kuna mambo mengi sana ya kufanya, bado kuna kazi kubwa ya
kupanua madarasa, shule, kuajiri walimu, mabarabara ya kujenga Tanzania nzima. Kwa hiyo mtu yote ukiwa pale lazima utakuwa na gugumizi, miaka 10 tena, si subiri. Ndio maana sera hii inaitwa Sera ya Elimu na Mafunzo 2014 toleo la 2023, kwa sababu hiki ninachosema kilikuwepo 2014, sio kipya, kilikuwepo. Utekelezaji wake sasa, tunahitaji reli nzuri kwa ajili ya kusafirisha bidhaa, tunahitaji umeme wa uhakika kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, daraja la Busisi watu wanafahamu pale Mwanza, na vitu vingine chungu mzima, ujenzi wa mabarabara. Lazima, kwa sababu njema tu unaweza kusema hili lisubiri. Nadhani kwa rais wetu alisema, kama unadhani elimu ni gharama, jaribu ujinga, utagundua hailipi. Tuwekeze hata kama ni gharama kubwa. Kwa sasa kuanzia 27-28 elimu ya lazima Tanzania itakuwa miaka 10, itagawanywa kama ifuatavyo. Kutakuwa na preschool, elimu ya awali. Tumesema ni muhimu, hatujasema ni lazima, kwa sababu tunapenda kuwe na miundombinu ya kutosha ili tuseme ni ya lazima. Kwa hiyo tumesema ni muhimu kwenye sera, lakini sasa ni lazima mtoto aingie darasa la kwanza mpaka la 6 atakuwa amemaliza elimu ya msingi, lakini hajamaliza kusoma. Kwa 27-28 elimu ya msingi itakuwa miaka 6. Mwaka huo kutakuwa na wale wanaomaliza darasa la 7 na wanaomaliza darasa la 6. Kutakuwa na double quota, ili tutokea mwaka 1960 tuta overcome vile kwa njia mbalimbali. Halafu baada hapo lazima aende kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4 kwa amri. Mzazi lazima umpeleke mpaka kule asome, amalize. Baada ya hapo tungependa aendelee kusoma, tutajitahidi, lakini sheria yetu itaishia hapo. Atamaliza kidato cha 4 akiwa na miaka 16, kwa sababu ataanza na miaka 6 darasa la kwanza, jumlisha 10 ni 16. Walao huyu anaweza akasema ngoja niende VETA nikapate ujuzi niajiriwe. Walao huyu anaweza akafikiriwa kwamba sasa hivi akaweza kujiajiri. Kwa hili swala moja kubwa ni muhimu nilisema, kwa sababu mara nyingi pamoja na kulisema sana tunaulizwa maswali. Kuna nini kwenye mageuzi? La kwanza hilo 27-28 elimu ya lazima Tanzania kwa kila mtoto miaka 10. Kwa amri ya sheria, kwa sababu tunapitia sheria ya elimu ya mwaka 1978 pamoja na mabadiliko mbalimbali yaliyofanyika, tunakuja na sheria ambayo itahakikisha kwamba kila mzazi mtoto wake lazima aende mpaka pale. Lakini kuna mambo mengine sitoweza kuyataja yote katika mabadiliko haya. Moja, kwenye elimu ya sekondari sasa kutakuwa na mikondo miwili. Mtoto akishamaliza darasa la 6, hata sasa hivi tumeshaanza kutekeleza, lakini tutaona mtoto atasoma la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6. Anaenda sekondari, atakuta kuna upande huu na kuna upande huu. Upande mmoja ni mafunzo ya amali, elimu ya amali, mwingine ni elimu jumla. Kwa hiyo mtoto kwa kushauriana na wazazi na walimu wake watajadiliana, utachagua unaenda mkondo upi. Ukienda elimu jumla utakuwa na baadhi ya masomo ya ujuzi, lakini machache. Masomo mengi yatakuwa ni yale ya nadharia, unajifunza, unasoma mpaka kidato cha 4 kwenye elimu jumla. Baada ya kidato cha 4 ukiendelea unaenda high school kwa miaka 2, yani form 5 na form 6. Ngoja nirudie tena. Ukifika darasa la 6 utakuta njia panda, lazima uchague, naenda mkondo wa elimu ya amali au naenda mkondo wa elimu jumla. Ukienda mkondo wa elimu jumla kutakuwa na masomo ya vitendo ya kukusaidia wewe kuajiriwa na kuajirika, lakini kutakuwa na masomo ya nadharia vile, kwa sababu nayo ni muhimu. Hatutoka tuyaache hayo. Utakusoma additional mathematics, usome trigonometrics, complex number na vitu kama hivyo. Hatutoviacha kwa sababu ni muhimu sana. Tena muhimu sana saa hizi wakati tunazungumzia akili unde. Dunia inaenda kwa kasi. Kwa hiyo hatuachi hiyo. Kutakuwa na wanaoenda huko. Ukienda mkondo wa elimu jumla
Utasoma kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 4. Ukitoka pale high school ni miaka 2, form 5 na form 6. Baada hapo unaendelea. Kwa mfumo huu wa kwenda elimu jumla tunaita ni 1 bracket, yani elimu ya awali, 6 4 2 3 plus kwenda chuo kikuu, miaka 3 kuendelea mbele. Lakini ukiamua kwenda kwenye elimu ya amali, ukienda mkondo wa elimu ya amali badala ya elimu jumla, kule kuna masomo ya ufundi na ufundi stadi. Kwa pamoja tunaita mafunzo ya elimu ya amali. Ni ufundi na ufundi stadi. Ufundi ni technical. Ufundi stadi ni vocational, ya kawaida. Ukienda huku unapunguziwa masomo ya nadharia, unaongezewa masomo ya vitendo. Kama ni ufundi, kama ilivyokuwa Ifunda Technical Secondary School, au Tanga Technical Secondary School, au Moshi Technical Secondary School, au Bwiro Technical Secondary School. Kama umeamua kuchukua amali aina ya ufundi, na kule lazima uwe mzuri kweli kweli kwenye hisabati na kwenye sayansi, mzuri kweli kweli. Ukienda mafunzo ya amali aina ya ufundi, ukitoka kule form 4 una cheti kizuri kinachokuandaa tayari kwenda polytechnics. Utakuwa umejifunza mambo ya electrical, umejifunza building, construction na kila kitu. Kwa kuna dozi nzito kidogo pale ya kusoma. Na ukimaliza form 4 unapata cheti sio cha Baraza la Mitihani Tanzania tu. Unapata pia cheti kinachotolewa na NACTIVATE, ambalo ni baraza linalosimamia mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi stadi. Watu wengi wanaita cheti cha VETA, lakini actually ni cheti cha NACTIVATE. Na hicho ni cheti cha hali ya juu kama umesoma amali ufundi. Ukimaliza pale, ukiingia mtaani kazi tayari. Na actually unaweza mwenyewe ukaanzisha consultancy yako kwamba unataka kujenga nyumba, mimi nakuja kufungia umeme. Ufundi wa magari utakuwa umejua. Na tutafundisha ufundi wa kisasa zaidi. Kwa hiyo tuna hatua mbalimbali tunazifanya. Lakini ukienda ukasoma elimu ya amali vocational, yani ufundi stadi, kule unaweza ukasoma michezo, sports academy. Kwa kule tuanze kuandaa vipaji vya mpira, tuweze kucheza, hata refa akijiunga na timu nyingine tuwafunge tu. Na mnaelewa nazungumza nini. Wengine wataenda kwenye musical academy, hata kujifunza muziki, kucheza na kadhalika na nini, kuimba, kusoma nota, ala na theory yake kidogo. Unaweza ukasoma kilimo. Sasa tulikuwa na shule za kilimo hapa nchini. Tulikuwa na Kilosa, tulikuwa na Kibiti na Ruvu, zile zilijengwa na Cuba. Lakini zile shule zilibaki kuwa ni shule zenye mashamba makubwa, vifaa vizuri, wanajifunza sana kilimo, lakini kilimo ya elimu jumla. Nafahamu hivyo, kakangu alisoma Kilosa. Sasa hivi tutakachobadilisha, ukienda kwenye kilimo kweli, tutahakikisha unaegemea zaidi kwenye vocational. Kukutrain kiasi kwamba ukimaliza form 4, ukiamua kwenda kwenye kilimo, we tayari utapata cheti, unaweza kaajiriwa kama mtaalamu wa kilimo. Unaweza kaenda kule ukajifunza uvuvi, mambo ya utalii na kadhalika, vocational, all categories, na ziko nyingi na tutaendelea kuziongeza. Kwa hiyo narudia tena, kwa sababu hili ni muhimu sana. Elimu ya sekondari sasa imegawanyika mikondo miwili, elimu jumla na elimu ya amali. Elimu ya amali ni ufundi na au ufundi stadi. Ufundi ni technical education. Ufundi stadi ni vocational, mafunzo ya kazi nyingine ukiacha technical skills. Kwa kilimo, ufugaji, uvuvi, utalii, ukarimu, mambo kama hayo. Michezo, muziki, na kule tunakupunguzia
masomo ya nadharia, tunakuongeza masomo ya vitendo, lakini tumehakikisha kwamba hata ukienda mkondo wa amali, ukitaka kwenda high school ya miaka miwili unaenda. Ndio tunasema kwamba tumetengeneza mfumo nyumbufu, flexible. Kwa hiyo mzazi asidhani kwamba mwanangu akienda mfumo masomo ya amali basi ndio moja kwa moja. Akimaliza form 4 anaweza kusema yale masomo machache niliyosoma darasani naenda sasa kwenda kufanya form 5 na form 6 niendelee. Hiyo fursa ipo. Lakini kwa kawaida waliosoma mafunzo ya amali wakienda high school, wenyewe wataenda high school ya miaka 3. Watatoka na cheti cha baraza la mitihani cha form 6 na watatoka na diploma ya miaka 3. Kwa mfano, ukisoma mafunzo ya amali ufundi, halafu ukamaliza form 4, ukaamua kwenda sasa mafunzo ya amali ufundi form 5 na form 6, utasoma miaka 3 na nitafafanua baadaye. Utapata diploma. Tayari wewe ajira yako inakugonga, itakutafuta. Una diploma yako pale tayari na cheti cha form 6. Lakini unaweza kusoma ukamaliza na cheti cha form 6 na diploma ya kilimo. Unaweza kusoma ukamaliza cheti cha form 6 na diploma ya tehama. Unaweza kusoma ukamaliza cheti cha form 6 na diploma ya michezo. Unaweza kusoma ukamaliza form 6 na diploma ya music, ya kilimo, ya mifugo na kadhalika. Kwa hiyo kienda vocational, hivyo vingine vyote vya kilimo tulivyonavyo vya vyote viko chini ya Activate, vitakuwa transformed kwenye high school come colleges. Nchi nyingine ndo utasikia mtu anasema mtoto ameenda college, kumbe ameenda high school. Alafu akitoka ndo aenda university. Sasa huo ndio mgawanyo. Tumeanza mafunzo ya amali, tushaanza kidogo kidogo. Tena kidogo sana. Na juzi bungeni kuna watu walisema msikimbize sana nini, wengine wanasema kimbiza sana. Tunaanza kidogo kidogo kwa sababu mafunzo ya amali yanahitaji uwekezaji mkubwa kuliko mafunzo elimu jumla. Uwezi wewe kumwambia mtoto unaenda kusomea michezo, huna uwanja wa michezo, vifaa vya michezo, walimu wa kufundisha na kadhalika na kadhalika. Bora tuchelewe, lakini tukianza tuanze vizuri. Ukamwambia mtoto sasa tunakupeleka wewe kwenda kusoma mambo ya music, hamna vifaa vya music, hamna kinanda, hamna nini, hamna walimu wa music, hamna auditorium na nini. No. Kwa hiyo tumeanza kidogo kidogo, lakini tuna matumaini makubwa kweli kwamba tutapanua. Na huko mbele ya safari, inshallah, walao mafunzo ya amali yachukue nusu, elimu jumla achukue nusu. Ikibidi mafunzo ya amali yao ni zaidi kuliko elimu jumla. Lakini tukubali kwenda taratibu, tuende tukiroll out ili wazazi wawe na imani na mafunzo ya amali. Sasa katika hili, na hili niwaambieni, niseme kweli, wakati mwingine sisi tulioko Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, tunamshukuru rais wetu kutuweka hapa wakati wa mambo haya. Kwa wale wanaosoma mafunzo ya amali ufundi, tunawaandalia polytechnics. Zilikuwepo. Daateki ilikuwa ni Polytechnic College. Tumefanya haya learning institution. Yani kulikuwa na pressure dunia nzima, si kwetu tu. Polytechnics zinajigeuza kuwa university, kutoa degree. Na kuna sababu zake za msingi. Lakini tumeluzi sana. Watu wanakuja wanatafuta technicians hapa, hakuna. Wanatafuta mtu mwenye diploma anaweza kufanya kazi nzuri, hakuna. Kwa nini tunafurahi, tunamshukuru Mheshimiwa Rais kutuweka hapa kipindi hiki? Ni kwamba hapa tunavyozungumza tunaanza ujenzi wa polytechnics hapa nchini. Ningekuwa niko kwenye jimbo ningesema nikisetaja moja sawa moja, nyingine mbili mpaka watu wanachoka, lakini nitawaambieni. Tunajenga moja Mwanza, tunajenga nyingine Kigoma, tunajenga nyingine Mtwara, tunajenga nyingine Morogoro, na tutajenga moja Zanzibar. Pale ambapo tulikuwa na Daateki nchi nzima moja, na Dodoma. Pamoja na Dodoma imeshakamilika. Chuo cha Dodoma kinaweza kachukua wanafunzi 3,000.
chuo kimoja, siku moja nitaomba maelezo, tuende mkatembelee pale waandishi wa habari, muone chuo kipya brand new ambacho kimekamilika. Kwa hiyo tutakuwa na polytechnics. Badala ya DATEC wakati ule tulikuwa na moja, sasa hivi inaitwa Dar es Salaam Institute of Technology. Sasa hivi tutakuwa na moja Mwanza, tutakuwa na Kigoma, tutakuwa na Mtwara, tutakuwa na Morogoro, tunayo Dodoma, alafu tutakuwa na Zanzibar. Hizo ni 6. Kwa kweli tuko katika kipindi kizuri cha mabadiliko makubwa. Kuna kazi kubwa ya kupopulate hizi college na wakufunzi, lakini tuna mkakati ya kufanya hivyo kwa kushirikiana hata na mataifa mbalimbali kuhakikisha kwamba tuna wataalamu wa kutosha kwenda kufundisha. Kwa maana hiyo, hawa wanaoenda ufundi wakimaliza sasa hivi Dodoma itawapokea. Hiki Dodoma sasa hivi tumekishikiza na DIT. Lakini itakuwa polytechnics. Sasa jina tutalitafuta baadaye, labda Dodoma Polytechnical College. Tutakuwa na Mwanza au jina litatafuta jingine, Mwanza Polytechnical College, Kigoma Polytechnical College, Mtwara Polytechnical College, Morogoro Polytechnical College, na Zanzibar itapewa jina lake huko. Kwa haya mambo makubwa sana. Sasa hilo nilisema moja la mfumo wa elimu, na bado naweza kalizungumza kwa muda mrefu. Naamini mmelielewa. Tutakuwa na miaka 6 elimu ya msingi, miaka 4 sekondari. Sekondari imegawanyika sehemu 2, upande mmoja elimu jumla, upande mwingine elimu ya amali. Amali ina kategori 2 kubwa. Moja ni ufundi, nyingine ni ufundi stadi. Ufundi stadi imebeba imesheheni mambo mengi. Unaweza kuwa na music academy, sports academy, agricultural school, hiyo mambo yote haya yanaweza kawepo kule. Elimu ya jumla ikimalizika high school miaka 2, ya amali high school, kama ni ufundi polytechnics, kama ni vocational yani elimu ufundi stadi. Hivi college tulizonazo Tanzania sasa hivi, sijui za mifugo, za kilimo na nini, hizo sasa ndio zitakuwa zinawapokea vile vile waliomaliza form 4 kwenda kupata cheti cha form 6 na diploma hapo. Na hiyo itasaidia kuwajenga vijana wetu kwa namna fulani ya kuweza kwenda kufanya kazi, kuajiriwa na kujiajiri. Kwenye hilo nitazungumzia vizuri kidogo tukifika kwenye VETA. Sasa mengine aliyoko humu niseme haraka kwa sababu niko na hamu sana ya kulieleza. Alafu mmeniambia saa moja tu. Sasa hivi kuanzia form 1 mpaka form 4 kila mwanafunzi lazima asome somo la ujasiriamali. Somo la ujasiriamali, biashara. Lakini litafundishwa kwa namna ambayo itamwezesha akimaliza form 4 akasema mimi nimesoma amali bwana, mimi ngoja nikaanzishe kampuni yangu, ajue BRELA nini, TRA unapoenda kupata TIN number kwa sababu gani, wekaji wa fedha, kumbukumbu za fedha. Shaban Robert alisema mali bila daftari hupotea bila habari. Unawekaje kumbukumbu, unaendaje benki, unakopaje, unaangalia nini cha kufanya na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Hilo tunamuandaa darasani. Kwa lazima ni somo lazima ulisome, kama ambavyo lazima usome Kiswahili, lazima usome hisabati. Kwa hiyo ni somo jipya na la lazima, na sio comments ilivyokuwa inafundishwa wakati ule. This time ni biashara, kwa maana ya kukuandaa kuwa mjasiriamali, uelewe, uwe na zile vitu muhimu vya kusoma. Pili, katika masomo yetu tumezamisha kitu kinachoitwa coding. Kiingereza nasema we embedded coding. Coding ni ile language ya kusaidia kuweza kuprogram kwenye kompyuta. Kwa kuanzia shule ya msingi nini tunachombeza, labda tuseme kuna chombeza, unaweka huku na huku bila wewe kujua, lakini unapelekwa unachopeka. Thank you. Unachopeka na unachombeza vile vile umo. Kwa hiyo unachopeka kwa kuandaa, kwa sababu language ya kompyuta huko tunakoenda ni mandatory, hatuwezi kuepuka. Kompyuta ina evolve, technology inakwenda kwa kasi, lakini lazima tukache hapo. Swala jingine muhimu labda niliseme ni lugha. Ndugu zangu, kati ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba tuna kazi ya kupanda mlima wa elimu ni kwamba ukimfundisha, kama mtoto amesoma kuanzia darasa la 4 nadhani Kiingereza mpaka la 7, afu akitoka hawezi kuongea Kiingereza, si dalili nzuri. Na sio dalili nzuri tu kwenye lugha, ni dalili mbaya kwenye masomo mengine yote. Ni dalili ya ubora wa elimu. Lakini sasa hivi
Kiingereza kitafundishwa kuanzia darasa la kwanza, lakini kinafundishwa tofauti na ambavyo tumekuwa tukifundishwa. Unajua, hata mimi wakati nasoma Kiingereza, vile vitabu vya kufundishwa sijui grammar nini, kwa kweli vilikuwa so boring. Yani ni vigumu sana kujifunza Kiingereza kwa kutumia vile vitabu. Mimi nilikuwa na azima vitabu library ya hadithi za sungura, na chukua dictionary hapa, nasoma, najifunza kucommunicate. Sijui kupronounce vizuri, kama find nasema find. Sawa, lakini at least inaanza connect maneno na. Kwa hiyo sasa hivi tutafundisha Kiingereza kama language ya communication kwanza, kabla ya kwenda kwenye kanuni. Kabla ya kuanza kutumia muda mrefu sana past participle tense na vitu kama vile na grammar, ufanye iwe ni lugha alive, ya kuchangamka, ya kuomba maji. Kwa hiyo unavyosema kwamba umeenda Misungwi pale, hujui hata Kisukuma cha kuombea maji. Basi na sisi tunataka na Kiingereza uanze kwa kujifunza Kiingereza hata cha kuombea maji. Halafu tutajenga kwenye msingi huo, ukimaliza darasa la 6 uwe tayari unaweza kucommunicate kwa language. Unavozidi kwenda ndio walau kanuni zinaanza kutengenezwa vizuri. Kwa sababu hata unavojifunza lugha nyingine, uende kwa kujifunza zile kanuni sana tu. Unakujifunza kuongea, tena unaboronga, lakini walau unajua kitaka kuomba maji unasemaje. Mnyiramba unasema nilompa manzema kukopa, au sio? Unajifunza afu hujajua kingine chochote. Ukisema unasemaje, unasema you guy. Hao ni Wanyiramba. Kwa hiyo unajifunza language kwa kucommunicate kama vile ambavyo unajifunza Kimasai, kama unavyojifunza Kipare. Kwa sababu ukienda kujifunza kule sio kama unaanza kusema niambie past tense kwanza. Kwa hiyo tunajaribu kufundisha lugha kwa maana ya kulenga communication. Na tunafanya training na retraining ya walimu wetu, na mikakati mingine ya kuhakikisha kwamba tunaboresha kwenye language ya Kiingereza. Sasa Kiingereza kwa kweli ni lugha ambayo huwezi kuiepuka, lazima ujifunze na lazima uwe na command. Si kwamba kujifunza kujua Kiingereza ndio elimu, la hasha, lakini Kiingereza ni nyenzo. Lakini zaidi ya hapo tumeongeza masomo ya lugha. Kuanzia shule ya msingi, pakiwepo mwalimu na wanafunzi wenye nia ya kupenda kusoma, anaweza kaongeza somo la ziada la Kiarabu. Na hilo litafurahisha watu wengi. Kiarabu lugha kubwa Afrika na duniani. Kwa watu wengi watapenda, lakini wengine kwa sababu hata za imani tu kwamba mwanangu bwana akienda shuleni huku walau Kiarabu akitapotea, atakuwa na nafasi ya kusoma Kifaransa. Kifaransa lugha kubwa, kama somo la ziada, sio la lazima. Na kama mwalimu yupo na wanafunzi wapo, na huko tunakokwenda tumekubaliana chuo cha Marangu kibadilisho baadaye kiwe ni college ya university ambayo imefocus kwenye language tu. Kwa sababu ndio ilikuwa kazi yake, kuwe na maabara ya language. Tunatoa walimu pale ambao wanaweza kawa wakalimani. Kwa hiyo tutakuwa tunaandaa walimu vizuri zaidi kwenye language. So nilienda pale Marangu nikakuta maabara imekufa, wanasema tunataka maabara ya physics. Nikamwambia ya nini? Stick to what you are doing. Specialize. Kwa language, maabara ya language inakufa, unataka maabara tofauti. Kwa kule wafundishe huko Marangu, wafundishe Kiarabu, Kifaransa, Kispaniola, Kirusi, Kichina na kadhalika. Lakini kwa sasa hivi tumeanza Kichina, Kiarabu, Kifaransa. Ni lugha ambazo zitakuwa ni za ziada, masomo ya hiari. Mtoto atasoma endapo kuna mwalimu wa kufundisha na watoto wanataka kusoma. Itawasaidia kuandaa kujua lugha, na nchi yetu ni ya kitalii. Kwa kujua lugha nyingi itatusaidia zaidi sisi kuweza kudili na watalii vizuri zaidi. Kwa haya ni machache ambayo naweza kusema kwenye haya masuala ya sera na mitaala. Yako mengi zaidi, lakini ili niweze kuzungumza masuala mengine. Lakini katika haya yote swala kubwa zaidi ni kuandaa walimu. Kama mnavyoona na mmeona ziara ya rais wetu zindua Mpungusi kule Tukuyu, chuo cha walimu kingine Kigoma. Rais mwenyewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameenda kule. Vyuo vya walimu tunaviboresha, tunapeleka kompyuta, ujenzi unaimarika, na tunaanza kuvigawa sasa. Vingine vinakuwa ni mafunzo ya amali, kuhakikisha kwamba wanaweza katupeleka vizuri. Butimba sports, theater arts na kadhalika. Tunakuwa na vingine kwa ajili ya mafunzo ya amali kabisa. Huko tunaenda na walimu waliopo, tunaendelea na training and retraining.
pamoja kwamba tumebadilisha mitaala sehemu nyingine, wala si kwamba tumebadilisha sana, kwa sababu kama ni chemistry haijabadilika hivyo. Kuna kupanga tu how to deliver na kadhalika, tunawakusanya walimu, tunawapitisha na kadhalika, lakini tutaendelea na kazi ya kuendeleza walimu kazini. Na hayo kwa kweli maelekezo mahususi ya rais wetu, kwamba walimu hawa sio tu mnakuwa na walimu nyinyi kazi yao ni kufundisha tu. Tengeni budget. Nisikie walimu wangu wametoka mashuleni, wameenda sasa kwenye kongamano na wenyewe, wanabadilishana mawazo, wanajifunza. Tunawapeleka walimu wakuu pale Adem Bagamoyo, walimu wengine kama mnavyoona waandishi wa habari mtakuwa mnaona wakati mwingine wako Singida, wanakusanywa walimu watoke na wenyewe. Lakini wakitoka waenda kuongeza ujuzi. Na zile teachers resource centers tunazifufua chini ya TAMISEMI kuhakikisha kwamba bado kuna centers ambazo walimu wanaweza wakakommunicate. Kwa walimu kwa kweli hiyo ni commitment, na niwaambie walimu wanisikie, rais wetu alisema ikada ya walimu endeleeni kuwekeza. Na hata ile ya kusema kwamba waenda kwenye mafunzo ni mchanganyiko wa vitu viwili. Kwenda kuongeza ujuzi na ukweli usemwe, na kutoka kidogo mazingira ya kazi na kwenda sehemu nyingine, kukutana na walimu wengine, kubadilishana mawazo. Na hilo walimu watakaonisikia ni maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa bajeti ipo, itaendelea kuwepo, na kazi hii itaendelea kwa ajili ya walimu. Sasa ukiondoka kwenye elimu katika mfululizo huo mpaka vyuo vya walimu, tuna vyuo vya VETA. Ngoja niwaambieni kitu kimoja. Na majuzi nimekutana na kijana mmoja anaitwa Oscar. Kijana mmoja anaitwa Oscar, tulikuwa kwenye harambee jimboni kwangu. Kijana mmoja nikaona anajitoa kweli kweli. Tumemaliza, tumeenda kupata breakfast, naomba uje ukae na mimi. Yuko na mke wake. Tukakangambia ndugu yangu Oscar, kwa sababu alisema alikuwa na harambee kuchanunua gari. Kaambia unafanya biashara ya magari? Naambia hapana. Mimi niko kwenye mining. Huko kwenye mining una migodi? Mimi technician. Okay, unafanyia wapi? Anasema niko Guinea Conakry. Guinea Conakry ni nchi inaongea Kifaransa. Kama wewe ndio technician kule? Ngambia ilikuwaje? Anasema umejifunza wapi? VETA. VETA ipi? Ya Moshi. VETA ya Moshi ilikuwa ni mkataba na makampuni ya madini kwa ajili ya kuchukua mashine na kuwafundisha vijana pale. Na hii story nilikuwa nimeshaisikia, lakini nimekutana huyu kijana uso kwa uso. Anaitwa Oscar Mboya. I hope hata chukia kumtaja jina moja kwa moja. Anaitwa Oscar Mboya. Nikamwambia okay, Oscar, kwa hiyo uliendaje nje? Mimi nikiwa hapa wawekezaji na fungia mitambo, wakaniambia kuna kazi nyingine Namibia, nikaenda nikapiga kazi Namibia. Baadaye wakanipeleka Mauritania. Nimekaa Mauritania ni nchi ya Kiarabu na Kifaransa. Baadaye nimetoka nimeenda Guinea Conakry, kazi kule safi. Kaambia kumbe nilisikiaga story kama hizo. Kaambia wako wa Tanzania waliosoma hiyo VETA, wako Ghana, wako Kongo, wako Mauritania, wanafanya kazi. Kwa hiyo VETA kweli inaweza kanyanyua mtu. Na ndio maana tuliagiza, sasa ni miaka 2, tuliomba Wizara ya Madini kwa barua ile VETA ya Geita pale iwe na consortium ya makampuni ya madini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa pale, ule ni mkoa wa madini, uweze kuwa ni elimu hasa ya madini. Vijana wa pale waweze kufanya kazi kule Geita, lakini vile vile wapate fursa kwenda kusoma nje, kufanya kazi nje. Kwa hiyo uwanja wa dunia nzima kwenye utandawazi ni fursa ya kufanya kazi kama umesoma vizuri. Sasa rais wetu aliliona hilo mapema, ameingia madarakani. Swala kwanza aliuliza, je, mna level 2 za VETA hapa nchini. Kuna VETA ya mkoa na VETA ya level ya wilaya. Ni mikoa mingapi haina VETA ya level ya mikoa? Kaambia Mheshimiwa Rais, kule Geita ujenzi umeanza, hujakamilika. Simiu kidogo hujakamilika. Kuna VETA nyingine iko Njombe, nyingine iko Rukwa. Akasema fedha zitolewe, VETA hizi zikamilike, zianze kazi. Na yeye mwenyewe amezindua VETA ya Kagera na ya Rukwa, na anaulizia huko kwingine mmefikia wapi.
Kwa hiyo tukawa tumebakiza mkoa mmoja wa Songwe. Nako ameagiza na fedha zimeenda na ujenzi unaendelea wa VETA ya level ya mkoa. Kwa maana hiyo, kwa Tanzania bara, kila mkoa utakuwa na VETA ya level ya mkoa. Kazi yetu ni kuziorienti hizo VETA ziweze kutupa watu kama kina Oscar Mboya watakaofanya kazi ndani ya nchi na nje ya nchi. Akauliza, na kwenye wilaya kuna VETA nyingine 29 nadhani zilikuwa hazijakamilika. Fedha zikatoka zile, watu wanaita fedha za nini sijui, lakini akaagiza za uviko, lakini that is wrong. Akaagiza tumalize ujenzi ule. Sasa zikabaki wilaya 64 Tanzania nzima hazina VETA ya serikali, wakati mwingine kuna VETA ya mtu binafsi. Ameagiza na ujenzi unaendelea. Nimeongea na mbunge Katavi kule, ananiambia sasa hivi ujenzi wanapaua. Ujenzi unaendelea nchi nzima, na Mheshimiwa Rais mwenyewe ameenda pale Mbarali kutembelea VETA na anaulizia VETA zinaendaje huko. Kwa sababu anasema vijana hawa mnawafundisha ajira, serikali iwawezeshe. Kwa hiyo VETA gharama yake ni ndogo sana kusoma kwenye VETA. Ujenzi wa VETA unaendelea. FDC tunaendelea kuzimarisha, kuongeza masomo tunayofundisha pale. Kwa kwenye VETA ni hilo. Lakini kuna vyuo vingine vya ufundi pamoja kwamba vinatoa degree hiyo ya amali, ambayo Dar es Salaam Institute of Technology na Arusha Technical College. Hivyo sasa hivi tumeambiwa, tuliagizwa, tumetenga fedha, wanafunzi wanaosoma diploma katika zile nyanja ambazo kwa kweli mpaka sasa hivi serikali ikitaka kuajiri haipati watu wa kuajiri, wanapewa mkopo 100% wakasome na waajiriwe na serikali. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo ilikuwa haipo kabla ya kuhakikisha kwamba tunaanza kutoa mikopo kwa level ya diploma. Mwanzoni tulikuwa hatuna mikopo katika level ya diploma. Sasa niseme, nimezungumzia DIT, nimezungumzia ATC kwa sababu ziko chini ya wizara yetu. Kuna NIT, National Institute of Transport, iko chini ya wizara ya uchukuzi. Sasa nizungumzie jambo moja ambalo limekuwa likitrend. Madereva wametoka Tanzania, wamepelekwa Qatar, wamewekwa kwenye gari, wanaangalia wafanye nini. Ola, kwa sababu magari yako siku hizi tunaita mechatronic, vitu vingi vya kubonyeza tu siku hizi. Hata handbrake siku hizi unabonyeza tu, sio ile kuvuta char. Wameshindwa kupata zile kazi. Sasa labda niseme hiki kwa sababu watu hawajui. Namba moja, wanaowapeleka nje kabla ya kwenda ni vizuri warudi humu ndani. Usipeleke mtu nje tu, kwa sababu wakati mwingine ndio ile upimaji wa IQ. Unadhani mtu ni mjinga kwa sababu hajui choo cha kuflash, wakati umemtoa kijijini hajawahi kuona choo cha kuflash. Alafu nadhani mjinga wakati yeye akikwambia wewe kamata mbuzi umchinje, huwezi. Kwa hizi knowledge zinatokana na environment. Environment yetu hapa, magari mengi ni hayo tuliokuwa nayo. Wanaowapeleka nje wana wajibu wa kusurvey kwamba mahitaji ya kule sasa hivi ni yepi, tofauti na mahitaji ya magari yetu yaliyoko hapa yanaenda mpaka Kongo. Aina ya magari yaliyoko hapa Tanzania yanaenda Kongo ni namna gani? Madereva wetu wanajifunza nini? Hasa ukienda nchi nyingine kama Qatar, ni vizuri kwanza kaangalie, usiwachukue watu tu kawakimbiza kule afu akaenda kupimwa. That's very important for us, kwa sababu mambo mengi ni muktadha. Lakini pili, ni kweli tuna haja ya kuwafundisha yote, hata yale magari ambayo bado hayajaanza kuingia nchi. Ingawaje mtu atasema unanifundisha kitu ambacho ni relevant, ili niende nacho wapi? Lakini sisi tulishatoa maelekezo, nadhani miaka 2 iliyopita. Arusha Technical College ingie makubaliano na makampuni ya magari, kwa sababu kule tunafundisha mafundi magari, kwamba ufundi wa magari hata wenyewe sasa mechatronics ndio order of the day. Sasa unaweza kununua gari, kulifungua na kulifunga. Kama fundi mechanic anayofanya kazi hiyo hajui mechatronics, akilifunga gari linaanza lisiwake, sababu kila kitu kinatumia umeme, electronics na kadhalika. Kwa huwezi kusema wewe ni fundi mechanic tu katengeneza gari siku hizi haya ya kisasa haya, na huwezi kuwa electrical nani tu katengeneza magari. You have to be able to combine the two. Kwa wale tayari wameanza mazungumzo na wengine wanaingia mkataba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kama ni Toyota tuna sign contract na Toyota, wakufunzi wetu wajifunze kule waje wafundishe hapa. Kama ni Ford Rangers unajifunza kwa Ford Rangers, kama ni
magari yote. Kwa hilo tumeanza na Arusha Technical College na tulishawaagiza VETA wafanye hivyo hivyo. Na baadaye tuhakikisha kwamba tunakuwa na modo ya magari ya kufundishia. Lakini bado magari mengi ya kwetu ni mechanical. Kwa watu wengi wanaenda kujifunza magari sasa hivi, ukimwambia kwamba nenda ujifunze na GPS nini, atakwambia lakini ninachohitaji kujua kwenda barabarani tu. Lakini ukweli ni kwamba hasa kwa sasa hivi ambapo sasa hivi kuna fursa za ajira kule, nadhani NIT na tunaongea na wenzetu wa uchukuzi wahakikisha kwamba kama walivyo na modo ya ndege pale, kwa watu ambao wameshafika pale, wana kama ndege ukiingia pale unahisi unarusha ndege kabisa. Unakwenda nayo, unaona kabisa ukitua, ukiyumba, ukijaribu pale unaona. Basi ni muhimu sana kuwa na modo ya magari ya kisasa. Magari of course yanatofautiana kama ilivyo kwenye ndege. Huwezi kujifunza kurusha Bombardier alafu baadaye ukaambiwa unaenda kurusha Boeing, unaenda tena kwa training. Na hata magari ya kisasa mara nyingi vitu ni vingi, you have to spend time kuangalia manyo ya kwenda kule. Kwa hiyo napenda niliseme hilo kwamba kuna vitu viwili. Sisi kwenye training institutions zetu na wale wanaowapeleka watu nje, huwezi kuwachukua tu na kuwabwaga kwa taa, watarudi tu, kwa sababu lazima ufanye survey where you are taking them. Haya magari yaliyoko kule ndio tulionayo Tanzania. Kwa sababu wao wengine wanaenda kusomea udriver, wanataka kupata leseni waendeshe magari hayo tunaona anaenda Rwanda, Kongo, Burundi, hayo ndio wanajifunzia. Okay, lakini dunia inakwenda, sasa haija catch up na sisi. Kwa hiyo ukienda nani kule kwa sasa hivi inawezekana isiwe ni relevant sana. Lakini sisi kwa kweli tushaanza catch up, na nadhani baadaye nitawaambia ATC watoe taarifa wamefikia wapi katika tuliwaambia. Lakini VETA tumewambia wafanye vile vile, kwa sababu hata magari fundi mechanics tunahitaji mafundi ambao sio mechanical tu, ndio wanaitwa mechatronics, wanaweza kaangalia vitu vyote viwili. Kwa kwenye vyuo vya kati ni hivyo, yako mambo mengi zaidi tunayafanya, siwezi kuyasema yote. Labda niseme kwenye elimu ya juu. Katika mambo makubwa ambayo jamani, rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anastahili maua yake, na ili tuliseme bila kupepesa macho, ni kwenye upanuzi wa fursa za elimu ya juu hapa nchini. Yeye ndio aliamua kwamba kwanza chuo chetu cha Butiama kimekaa miaka miongo hakina wanafunzi. Butiama kinaitwa Mwalimu Nyerere, chuo kikuu cha Mwalimu Nyerere cha kilimo na teknolojia. Hakina wanafunzi, kina walimu tu na vice chancellor, walipo mshahara, of course wanafanya utafiti. Akauliza hivi, hiki si chuo kikuu kwa heshima Mwalimu Nyerere, hakina hata wanafunzi? Haya, mkenda akisha chuo kinaanza kuchukua wanafunzi, na watu wa Mara, mkoa wa Mara, wa Butiama wanajua na walisikie hili. Yalikuwa maagizo ya rais, katafute namna chuo kianze kifanye kazi na fedha ziongezwe kwa mradi wa HIT, na ujenzi mkubwa unaendelea pale Butiama kwa heshima Mwalimu Nyerere. Na naamini siku moja Mheshimiwa Rais atapata fursa ya kwenda kuona aliyotuagiza tumefikia wapi. Kwa sasa tulirudi tukaulizana, sasa hapa tunaendaje? Wale walikuwa wana kozi nyingi, lakini kozi moja na lecturer mmoja, nyingine lecturer mmoja, kwa huna idadi ya lecturer kwenye kozi moja kuweza kuchukua wanafunzi. Kwa tukawaambia watafute fursa, tukaongea na vyuo vingine, tumehakikisha kwamba Butiama imeanza kuchukua wanafunzi kwa kweli. Kwa hiyo kwa heshima Mwalimu Nyerere, rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kile chuo kinafanya kazi, lakini ujenzi unaoendelea pale ni mkubwa na ni mzuri sana kwa heshima. Lakini vingine akaagiza, sasa kuna mikoa mingine haina campus ya vyuo vikuu. Kuna hela hapa, sitaki nione mnarundikana mahali pamoja. Hebu toeni hizi fursa huko mikoani, watu waone elimu ya juu imewasogelea. Kuwe na fursa ya Mtanzania yote kuchagua mkoa anakotaka kwenda kusoma. Umetoka Rombo unataka kwenda kusoma Mtwara, kuwe na chuo kikuu pale Mtwara. Umetoka Kagera unataka ukasome Mbeya, of course kuna chuo kikuu pale Mbeya. Kwa hiyo kilichofanyika hapa ni kutoa fedha za higher education for economic transformation, kujenga campus katika maeneo yafuatayo. Tena naanzia na Kagera, kwa sababu katika sehemu ambayo nimepigiwa simu nyingi za kumpongeza rais wetu ni mkoa wa Kagera. Kati ya mikoa yote wamefurahi sana kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam wanajenga campus yake kule Kagera. Ujenzi unaendelea vizuri sana.
Kwa Kagera kwa mara ya kwanza itakuwa na kampasi ya chuo kikuu. Mkoa mwingine Njombe, huku nilipata fursa ya kwenda kutembelea. Chuo kikuu Dodoma kinajenga kampasi yake Njombe. Chuo cha ardhi kinajenga Mwanza Sengerema, ujenzi unaendelea. Na chuo chetu cha Muhimbili cha afya na sayansi shirikishi kinajenga kampasi yake Kigoma. Kwa hiyo Kigoma wanapata chuo lakini kwa ajili ya elimu tiba. Lindi wanapata kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Of course kule Zanzibar kwa ujumla wake chuo kikuu cha Dar es Salaam kinawekeza Buyu. Tulienda kule, ujenzi unaenda vizuri sana. Na siku moja tutaomba tu wakati mwingine tu kama tunaweza tukaenda watu wakaangalia kinachofanyika hapa nchini. Mzumbe kampasi wanajenga Tanga. SUA wanaendeleza ujenzi wa Mizengo Pinda kampasi iliyoko Katavi. Chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Mbeya kinajenga na ujenzi unaenda vizuri sana kampasi pale Rukwa. Taasisi ya accounts inajenga Singida. Arusha Institute of Accountants inajenga Manyara. Na Arusha Institute of Accountants vile vile inajenga Ruvuma. Nyerere University of Agriculture and Technology kile cha Butiama ambacho sasa ujenzi wake unaenda vizuri, majengo mengi na wanafunzi wamechukua na tayari wanajenga kampasi Tabora. Kwa Tabora kitivu kile cha elimu wakati Mwalimu Nyerere, Kawawa wote wanasoma Tabora, wala sasa kutakuwa na chuo kikuu, kampasi ya chuo kikuu cha serikali. Kule kuna vyuo vikuu vingine ambavyo sio vya serikali. Na Shinyanga chuo cha ushirika Moshi wanajenga Shinyanga na IFM wanajenga Simiyu. Kwa hiyo kwa kweli wakati mwingine mambo yakiwa mengi tunasahau. Wakati mwingine unaweza kaona ni mengi unasahau. Hayo ni maamuzi makubwa na ni mazito sana. Na mkakati wetu hivi vyuo vitatoa degree ya amali. Kwa sababu tutakuwa na degree za elimu jumla na degree za amali. Tumeongea na vice chancellor, tutaongea nao kwamba kwenye zile main campus zilizopo tuendelee kubaki na degree za elimu jumla. Tulienda Uingereza, tumeona mfano. Ukienda chuo tulichoenda kinaitwa Adam Harpers kama sikosei. Pale mkuu wa idara ana degree ya zoology nadhani kutoka Liverpool University. Lakini pale wana degree mbalimbali zinachanganya kutoa kitu ambacho kinafinyangwa, taaluma ambayo inahitajika kwa ajili ya kazi mara moja. Vile vyuo ambavyo na chuo kingine kinaitwa nini kile cha mambo ya ngozi, kinakuwa na walimu wa aina mbalimbali wanafundisha pale, badala ya single subject degree kama Bachelor of Science, Chemistry, Biotechnology. Kule kunakuwa na mchanganyiko, unatoa kitu ambacho ni zaidi kwa mwelekeo wa amali. Kwa elimu ya juu, pamoja na haya yote ambayo nimeyasema ya upanuzi na ujenzi unaendelea maeneo yote haya, na nadhani mkakati wa karibuni kwenda kuweka mawe ya msingi nadhani Lindi na Kagera, so ujenzi unaenda vizuri sana. Na Butiama unaenda vizuri sana. Kote huku tutaanza kuona fursa za kusoma. Hatusemi kwamba mtu wa Kagera asomee Kagera. Tunachosema kwamba mtu wa Mbeya awe na choice ya kwenda Kagera, kwenda Mwanza, kwenda Mara, kwenda popote, yani Mtanzania achague, na kwa kuangalia ile degree inayotolewa eneo fulani awe na fursa ya kwenda kuchagua kule. Kazi kubwa of course ni kuhakikisha kwamba tuna populate na lecturers na kadhalika, lakini kazi hiyo ndio iliyopo mbele yetu. Kwa msimamo wa rais wetu, hatutaki tuogope changamoto. Changamoto nayo ni fursa. Kwa ujenzi huu unavyoendelea, inatupa fursa sisi kuhakikisha kwamba tuna expand elimu ya juu. Mengine katika elimu ya juu, kwa by the way, kwenye campus zile zilizopo ujenzi unaendelea vile vile. Sio kwa mfano campus kuu ya chuo cha Dar es Salaam kuna ujenzi unaendelea. Na ukienda kule utaona majengo yanaendelea kujengwa. Tulienda juzi SUA, tena tulienda Mheshimiwa Rais. Ujenzi unaendelea pale pale. Ukienda Mzumbe kuna ujenzi unaendelea pale pale. Kwa ujenzi ndani ya vyuo vikuu unaendelea, ikiwa ni pamoja na kujenga mabweni, kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanaishi vizuri zaidi. Na huo msukumo utaendelea, kwa sababu hayo tunaambiwa, hakikisheni sasa hiyo bottleneck katika mahali pa kukaa kwa wanafunzi mnaimaliza. Hilo zito, lakini changamoto ni fursa. Kwa hiyo ukiangalia Mzumbe sasa hivi ujenzi wa bweni unaendelea vizuri kwa maelekezo ya rais wetu. Maabara kubwa ya kisasa pale SUA,
umekamilika, unaendelea. Kwa hiyo haya mengine kwenye main campus zipo kule. Naona anaanza kuangalia muda. Sasa tuende mikopo kwa wanafunzi. Fursa ya kusoma kwa wanafunzi wa elimu ya juu. Na hili nalo kwa kweli tumshukuru tu rais wetu. Watu watachoka lakini ndio kweli, tufanyeje? Kwa sababu yeye alivyoingia si ndio aliamuru ongezeni fedha mikopo ya elimu ya juu. Yeye mwenyewe. Na vile vile akaita viongozi wa wanafunzi akawaambia hata fedha za kujikimu na waongezea. Yeye mwenyewe. Na yeye mwenyewe aliagiza ile faini na tozo ya 16% ondoeni. Watu waweze kurudisha mikopo kwa kasi na kwa wepesi zaidi ili tuendelee. Na mikopo ya elimu ya juu imeongezeka. Alivyoingia madarakani. Ilikuwa tena hapa wamekosea walivyoniandika. Ilikuwa ni bilioni 464. Sio 570. Rais wetu aliingia madarakani ilikuwa 464. Sasa hivi ni 787. Kila mtu angalie ni percentage kiasi gani imeongezeka hapo. Sasa ili tusisahau maeneo mengine. Kuna vituo vya umahiri vya elimu tiba. Juzi nimepata fursa ya kuzindua awamu ya pili ya ujenzi pale Mloganzila. Mambo ya cardiovascular. Yani sayansi ya magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Ujenzi pale Mloganzila mkaangalie. Fedha sasa hivi tunaongeza dola milioni 83. Karibia milioni 84. Ujenzi wa kufanya pale sasa ukae kama na JKCI itakuwa one of the best center kwa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Cardiovascular Center. Na ni center ya Afrika Mashariki, chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo nchi zote za Afrika Mashariki wanaangalia hapo. Lakini Tanzania tumewini tena center nyingine 2. Moja itakuwa Benjamin Mkapa kushirikiana na UDOM na nyingine inaenda Mloganzila. Kwa hiyo center za umahiri katika elimu tiba Afrika Mashariki zitakuwa 3 badala ya 2. Sasa hapa niende kwenye sayansi kabla sija kwa sababu nimeshamuona dadangu ananiangalia hapa. Kwa upande wa sayansi tunaendeleza vipi? Yako mambo mengi tunayofanya. Lakini niseme Samia Scholarship. Tulishafika mahali wanafunzi wakimaliza PCM form 6 ana AAA. Anasema nilikuwa nasoma science kuonyesha na uwezo. Lakini mimi sitaki kwenda kusoma huko kwenye science bwana. Nataka kasome commerce huko, kasome law ili ndio kuna hela huko. Sasa ili kuwarudisha wanasayansi wetu wazuri, vichwa vizuri virudi kwenye science. Tuliagizwa tutoe scholarship. Kwa maembo akishina watoto mnawasomesha. Unaweza kutumia neno bure. Yaani hawalipi chochote kwenda kusoma vyuo vikuu. Maelekezo alitoa rais wetu, tukachukua, tukaomba bungeni, fedha zikatoka, tukaamua kuita Samia Scholarship. Na inatusaidia. Kwa hiyo kila mahali nikitembea sasa hivi watoto wanaosoma form 1 wanasema mimi nataka kusoma sayansi ili nipate Samia Scholarship, nipunguze mzigo kwa wazazi wetu. Kwa wao wanapata wanachotaka na sisi tunapata wanasayansi walio mahiri zaidi. Sasa tumechukua Samia Scholarship Extended, tunapeleka watu wa kusoma mambo ya nuclear nje. 5 sasa hivi tunapeleka, lakini tutaendelea kufanya hivyo kila mwaka kupitia tume ya nguvu za atomi Tanzania. Lakini kubwa kuliko yote ambayo ningependa nitangaze hapa. Hawa vijana waliofanya mtihani wa form 6 hawa tutakapo shortlist watu wa kwenda kupata Samia Scholarship. Wanakuaga takriban 650 karibu 700 hivi. Tutakapotangaza list tutawaambia vile vile katika nyie wote ambao mnastahili Samia Scholarship, mnataka kwenda kusoma nje, tuambieni. Alafu sisi pengine tutachukua kati ya 50 mpaka 100. Hiyo inaitwa Samia Scholarship Extended on Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Tukishawapata wale, mradi wa kubali watakaa takriban mwaka 1 kuchelewa kwenda kusoma nje. Tutaweka kambini. Kambi yenyewe ni Nelson Mandela African Institute of Technology, one of the best campus hapa Tanzania. Watakaa pale, watakuwa oriented na maisha. Wasipate cultural shock wakienda nje. Watafundishwa uzalendo. Hivi Mkwawa ni nani? Karume ni nani? Alipigania nini? Julius Nyerere ni nani? Hata Simba wa Vita Kawawa ni nani? Yote aliyofanya watu waelewe nchi yao, kwenda kuitetea. Wakienda kusoma kule wasisahau. Watafundishwa na language, lakini more important digital literacy. Kuhakikisha kwamba kama mmaliza form 6 ana AAA hajagusa kompyuta, atajifunza, atapata statistics, atajua. Halafu wale kwanza kabisa tutawaallocate kwenye scholarship ambazo zipo. Ndugu zangu, kuna scholarship Tanzania zipo, tunaletewa, hakuna Watanzania wanaoenda. Romania hapa kuna scholarship, hawaendi.
Vijana hawa wa familia za kawaida hawajui namna ya kuapply. Wanapata shida kuapply mikopo. Wanapata shida kuapply masomo ya kusoma wengine. Ukimpigia anasema mimi nilikuwa JKT nikaomba mjomba wangu anifanyie application. Kwa ile nafasi ya kuomba tu chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuomba mikopo inakuwa changamoto. Sembuse kukaa na kuomba chuo kikuu Saudi Arabia kwa mfano, Romania, Glasgow, Canada, Marekani. Kwa hiyo matokeo yake wachache wanapata hizi fursa ni watoto waliosoma international schools kwa wazazi wenye uwezo. Lakini vichwa bora vimegawanyika kote. Wako watoto wa wazazi wenye uwezo, vichwa bora kabisa nchi yetu, inabidi tuvipeleke vikasome. Lakini wako wengi watoto wa wakulima na wafugaji hapa Tanzania ambao wanafaulu vizuri sana form 6, lakini ile computer literacy ya kuingia online kuapply hawajakuwa nayo. Kwa hawana fursa. Mtoto ametoka Tandaimba kule, amelima korosho, amesoma kwa bidii, anashindwa kwenda, anatoka Nkasi huko. Kwa sasa hivi tutawachukua, tutawaweka, tutawasaidia kuapply scholarship, na sisi tunaongea na vile vyuo. Kwa hiyo kwanza kabisa tuendeni kwenye vile vyuo mkasome. Halafu fedha nyingine tutaziweka kwa ajili ya kupeleka sehemu nyingine. Tumalize kwenye teknolojia kwa sababu naona naangaliwa hapa muda unaenda. Kwa hiyo kwenye sayansi ndio hivyo, tutapeleka vijana kwenda kusoma mambo akili unde. Dunia ndiko inakwenda sasa hivi. Juzi nimeona Baba Mtakatifu sasa hivi amesoma na degree ya hesabu. Ameeleza akili unde italeta mambo makubwa, mengine yanaogofya. Lakini ukweli kuna fursa kubwa vile vile. Kwa nchi yote ambayo haijiandai haitaweza kuona fursa, itabaki kuogopa tu kwamba teknolojia inakuja. Kwa hiyo tunaanza kuwapeleka vijana wetu kwenda kusoma kwenye masomo ya sayansi katika maeneo hayo, na tunawatumia vijana wetu walioko kwenye diaspora. Tumeorodhesha wako wa Tanzania chungu mzima wanafanya data science huko nje, lakini karibu kila mtoto niliyesoma jina lake, babake anaweza kawa ni jina linafanana na Profesa Mushi, linafanana na ndugu yangu Rwemamu, linafanana na watu ambao level yao ya nani ni kubwa. Hili jambo zuri kwa sababu wanapeleka watoto wao nje. Sasa tunataka watoto wa wakulima na wafanyakazi, watoto wa wafugaji na wenye fursa hii kama wana uwezo wasiache kwenda kusoma. Vile vile katika sayansi tutaendelea kutoa zile milioni 50 kwa wahadhiri ambao wanachapisha matokeo mazuri sana ya utafiti wao kwenye majarida makubwa. Pale Mloganzira nimeona wamegundua dawa ambayo kwa matokeo ya awali yanaweza katibu tezi dume, lakini hawezi kutangaza mpaka amalize clinical trial kwa very scientific methods. Na ukifanya vile you publish your work. Kwa hiyo wauliza hii ni siri, wasema sio siri kwa sababu tumeshaanza kupublish matokeo yake. Na ukipublish kitu kama kile una publish kwenye majarida makubwa sana. Unapopublish kule maana yake umefanya utafiti wa hali ya juu sana duniani. Kwa hiyo ukifanya vile kitita cha milioni 50 kinakuhusu. Hicho tunaendelea nacho. Na tunafikiria tuje tuongeze huko mbele ya safari. Sasa kwenye teknolojia tunaendelea na Makisatu, najua wengi mnashiriki. Tutafanya tena Tanga. Tumeweka kambi sasa hivi Tanga, tutafanya labda kwa miaka 3 kwa kuhakikisha kwamba tuna encourage watu wote waliokuja na teknolojia mpya waonyeshe pale tuwaone. Na tuna mfuko wa sayansi ya taifa wa kuendeleza sayansi na teknolojia MTUSATE. Kwa hiyo ukishaanza kugundua sisi tuko tayari kukushika mkono, lakini tumezindua juzi kitu kinachoitwa Samia Innovation Fund, ambayo itawasaidia watu wote ambao wanagundua vitu ambavyo vinaonekana sasa vinaweza kuingia kufanya masokoni, hawezi kuingia kule kwa kushirikiana na CRDB. Sasa tunaweza tukawapushi wakapeleka bidhaa zao sokoni. Hatutaki unavumbua kila kitu miaka 10 kila siku kwenye maonyesho, unatuonyesha tu ni ugunduzi. Hugundui vitu kwa ajili ya maonyesho. Unagundua vitu viingie sokoni. Kwa hiyo serikali hii imeamua kutenga fedha ambazo zitatumika kusaidia wagunduzi Tanzania waweze kupeleka bidhaa zao sokoni. Labda niongeze kitu kingine kuhusu vitabu. Katika vitabu vyetu tunaviandika kwa jopo. Lakini vitabu maandishi bunifu kama ya Shaban Robert, ya Adam Shafi Adam, Ngugi wa Thiong'o, Chinua Achebe, hawezi kuandikwa na jopo, ni mtu binafsi anaandika. Ili kuhakikisha kwamba tunakuza uandishi hasa katika nyanja ya Kiswahili, tumeanzisha tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Ukiweza kupeleka mswada wako mzuri, ukashindanishwa na majaji wazuri, ukiwa namba 1 kwenye tamthilia, kwenye mashairi, hadithi fupi, hadithi za watoto na riwaya, unapewa kwanza milioni 10 cash. Wewe binafsi unaondoka nazo. Lakini pili, tunasaidia kuhakikisha kwamba kitabu chako kinakuwa published. Kwa sababu serikali inaamua kununua awamu ya kwanza ya publishing
ili publishers wao willing kununua vile vitabu. Kwa hiyo faida nyingine ya pili ni kwamba kitabu chako kitaingia sokoni. Halafu tutaendelea kuvinunua hivyo vitabu huko mbele ya safari, tutachagua tutakutaga kina Adam Shafi wengine. Sio kila mwaka tutapata, lakini baada ya miaka 5 utapata Adam Shafi, utapata Shaban Robert na kadhalika. Tumekuwa na mwaka wa 3 sasa hivi wa tuzo hii, imekuwa ya kimataifa. Duniani wanapotangaza tuzo za uandishi, siku hizi kuna na tuzo ya Mwalimu Nyerere. Ukiangalia ukigugu mahali popote duniani, kuanzia Argentina wapi wanatangaza vile. Mambo ni mengi, muda hautoshi. Naomba niishie hapa ili niweze kuchukua maswali. Niko pamoja na wakurugenzi wangu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kwa kweli umechukua saa nzima kufanya wasilisho lako na haujamaliza, maana umeacha mambo mengi makubwa yaliyofanyika. Nimeona elimu kwa watu wenye mahitaji maalum hujagusia. Yes. Mambo ni mengi sana. Watanzania, naomba niwakaribishe wanahabari tuulize maswali, na yale ambayo mheshimiwa hajagusia basi humo atapata kuyazungumza. Karibu. Naitwa Jacqueline Kwanda, ni mwandishi wa habari wa The Chanzo. Mwaka 2021 serikali ilitangaza wale wanafunzi waliopata ujauzito waweze kurejea shuleni. Nilihitaji kujua ni wanafunzi wangapi ambao walirejea, wangapi ambao hawakurejea, na pengine serikali ina mikakati gani kuhakikisha kwamba wanafunzi hao wanaendelea kurejea shule zaidi. Asante. Naitwa Juliet Yustad. Nilitamani kufahamu suala la dropout from school kwa upande wa primary na secondary. Hali ikoje na ni njia gani zinatumika kuweza kumaliza hiyo tatizo kama lipo? Natokea Ngasa TV. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mimi naitwa Ndahani Lugunya, natoka Radio Mwangaza. Nani jina? Ndahani. Okay. Asante, nikupongeze kwa mpango na mikakati mizuri hasa kwenye elimu yetu ya Tanzania, na hapa umeelezea kuhusu elimu ya sera ya elimu ya 2026-27. Swali langu ni na mipango gani hasa zaidi kuhusiana na mafunzo ya elimu ya amali, kuhusiana na miundombinu hasa mjini na vijijini, kuhakikisha basi hawa watoto ambao watakuwa wanasoma haya mafunzo wanapata kile ambacho wanatakiwa wakipate hasa. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mimi naitwa Matias Kanali na toka Wazo Huru Media. Kwanza nikupongeze kwa dhati kwa namna ambavyo umeitendea haki sekta ya elimu, lakini niwe na maswali mawili mafupi. Swali la kwanza, mwanafunzi anasoma miaka 7. Mwanafunzi anasoma miaka 4, mwingine 2. Sasa wanafunzi hawa tunawapima kwa mtihani wa siku moja. Baada ya miaka 7 anapimwa kwa mtihani wa siku moja, siku ambayo pengine ameamka anaumwa au ana matatizo mengine yoyote. Sasa pengine serikali kupitia wizara yako ina mkakati gani wa kuhakikisha mwanafunzi huyu pamoja na kupimwa na mtihani wa siku moja, lakini anaweza kupimwa kupitia matokeo mengine ya kuanzia anapoanza shule mpaka anapomaliza? Swali la pili, kwa sehemu kubwa tumekuwa tukisikia mara kadhaa mtoto akimaliza pengine kidato cha 4, mtoto akimaliza kidato cha 4 akapata matokeo mabaya pengine ya mtihani, wazazi wanamuuliza umeshindwa kufaulu kwenda hata ualimu. Kwa hiyo ualimu inakuwa kama vile somo la watu ambao kwenda ualimu ni kama mtu ambaye alifeli. Pengine serikali ina mpango gani ama mkakati gani wa kuboresha sekta ya elimu katika masuala hayo hususan walimu? Naam, kwa jina naitwa Twaha Kivare, natokea Star TV. Mimi nilikuwa na ushauri tu kwamba nipongeze serikali kwa ujenzi wa vyuo vya VETA kila wilaya. Nilikuwa na shauri katika hizi VETA sasa waanze kuunda, sio kufundisha kutengeneza vitu, kuunda wao kama ni engine ya pikipiki itengenezwe kwa kila VETA. Ikitengeneza tunaweza tukatoka na kitu ambacho tunasema tumetengeneza hapa Tanzania. Asante Mheshimiwa Waziri. Mimi naitwa Danson Kaijage. Nikupongeze kwa nafasi hii, maana umeupiga mwingi. Lakini mimi nataka kujua, natokea Mwanalisi.
Mimi nataka kujua ni utaratibu gani mnaotumia kutoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu, kwa sababu kuna wale wanaolalamika kwamba wametokea shule za kawaida na wengine wametokea shule za private, lakini upatikanaji wa mikopo unakuwa tofauti kidogo. Mbona hujauliza swali tofauti kivipi? Yaani kwa maana asilimia wanazozipata wakati mwingine wametoka katika shule za serikali au wametoka kwenye familia ndogo, yani familia za kawaida sana, wanapata asilimia kidogo, na wanaotoka kwenye shule za private na wametoka kwenye familia ambazo zina uwezo wanapata asilimia kubwa ya mkopo. Asante. Mheshimiwa Waziri, naomba ujibu maswali hayo na yatakuwa ndo ya mwisho. Karibu. Asante sana. Jacqueline kutoka Chanzo. Watoto waliopata ujauzito, kama unavyofahamu, rais wetu aliagiza kwamba tusiwanyime fursa ya kusoma kwa sababu ya kupata ujauzito. Elimu ni ufunguo wa maisha. Hasa mwanafunzi kwa chochote kilichotokea akapata mtoto kaanzisha maisha afu na mnyima maisha, na kwa sio vizuri. Sasa takwimu kamili ya sasa hivi siwezi kuzisema. 10,300 10,300. Sawa. Kwa hiyo utaratibu uliopo kwa kweli ni kwamba tumewaruhusu kurudi kusoma, na kuna waraka maalum wa kamishna wa elimu ambao umetoa namna ya kurudi kwenda kusoma. Na namna moja hapo ni unaweza kurudi kwenye shule ile, lakini tunaangalia maslahi ya kale kachanga. Kamenyonya kwanza, kamefika mahali fulani, unarudi alafu unaendelea kusoma. Wengine wanapenda kusoma kwa mfano pale Turiani Dar es Salaam, shule hawachanganywi katika na wale wenzao, wana madarasa tofauti. Wengine wanapenda kwenda FDC, wengine wanasema taasisi ya elimu ya watu wazima. Lakini kwa jumla nimeambiwa sasa hivi imefika 10,300. Kwa hiyo ni hatua kubwa, lakini tuna kazi kubwa kuendelea kuhamasisha, kwa sababu wakati mwingine resistance inatoka kwa wazazi, wakati mwingine inatoka kwa walimu. Wanaamini kwamba wakirudi watasababisha wengine na wenyewe waone kwamba kupata ujauzito sio jambo la ajabu, ni jambo la kawaida. Lakini tumefanya utafiti, na utafiti huu umelinganisha kwa mfano Tanzania bara na Zanzibar. Zanzibar hajawahi kuwanyima fursa ya kusoma. Hatujaona kama kwa ruhusu kurudi kumuongeza ujauzito mashuleni. Na tumebenchmark na nchi nyingine. Nadhani Ghana na kadhalika, ile timu aliyofanya. Na napenda kuhakikishia wazazi, walimu na jumuiya kwa ujumla wake, hatujaona mahali pengine pote kwamba mtu amepata ujauzito alivorudi kwenda kusoma amesababisha watoto wengine wengi kuwa na wimbi la kupata ujauzito. Kwa hiyo sisi wote tupokee vizuri haya maelekezo, tuwarudishe hawa, kwa sababu tuna mifano mizuri. Tulifanya ile siku inaitwa nini ile? Siku ya mtoto wa kike duniani, na tulikuwa na ile testimonials, ushuhuda. Kwa wengine walikuja wakapata first class, wengine wako na wanasema sio rahisi hata siku moja kupata ujauzito, kupata mtoto na kurudi kusoma. Wote walisema ni swala gumu sana, na watoto wote lazima wajue hilo, na tutaendelea kuwahimiza. Lakini limeshatokea. Likishatokea tusiwanyime, na ningependa kurudia hilo, na tutatafuta namna labda ule utafiti tuje tukae na maafisa elimu wa wilaya na mkoa tulizungumze hilo, kwamba tunaendelea kutoa elimu na kuhamasisha watoto wajilinde. Na wakati mwingine sehemu nyingine changamoto inakuwa hivyo, kwa sababu sheria inasema umemtia mtoto ujauzito, kwa wewe unaenda kufungwa. Kwa hiyo kunakuwa na attempt ya kukimbia, kuficha na vitu kama vile. Na yote tutajifunza namna kuyatatua. Cha muhimu, hatutaki watoto wapate ujauzito wakati wanasoma. Hiyo namba 1. Lakini hatutaki eti imeshatokea basi wewe unamkondemu huyu mtu forever and ever. Fursa zipo na serikali inafanya kazi. Juliet kutoka Ngasa mzungumzia dropout. Dropout ipo, ni swala ambalo tunalifanya nalo. Kuna kazi tunaifanya wizarani ya kuangalia dropout na kujaribu kuangalia viashiria vipi ambavyo vinaongeza dropout. Na ukitaka kuona dropout iliyopo, wewe angalia matukio ya darasa la 7, hebu rudi miaka 7 nyuma, angalia walioingia ile darasa la kwanza wakati ule walikuwa wangapi, alafu walikuja kufanya mtihani wa darasa la 7 ni wangapi. Kwa hiyo tunajua hizo takwimu, lakini tumetaka kufuatilia kwa umakini zaidi kuhakikisha kwamba tuna trace out. Lakini katika moja ambalo tunalifanya ambalo ni muhimu sana, tunaunganisha mifumo yote ya elimu hapa nchini. Kabla hata hii jamii namba haijatangazwa, sisi katika Wizara ya Elimu tuliamua kwamba sasa hivi kila mtoto atakayeingia shuleni atakuwa na namba, unique identifier. Haijalishi umeenda kusoma wapi, hata kama unasoma mambo ya Cambridge na kadhalika. Na tutakuwa tunakutrace
wakati unasoma. Kwa tutajua kila mtoto, na tunaangalia tu kwenye census kuna projection kwamba mwaka 2025 watoto walioko na miaka 6 ni wangapi hapa Tanzania. Alafu tutaangalia walioingia darasa la kwanza ni wangapi. Kwa hapo tutajua ni asilimia ngapi wameingia darasa la kwanza ambao hawaingii shuleni. Na wakiingia shuleni tutakuwa tuna trace continuously kila mwaka. Wanaendeleaje shuleni? Kama wana drop point ipi? Na shule gani na changamoto zaidi? Na mkoa gani na changamoto zaidi? Sasa hivi Geita kwa kweli ndio dropout ni kubwa sana. Kwa hiyo tuna mikakati mbalimbali ya kupambana hiyo, na ukweli ni kwamba watoto wa kiume ndio wanaacha shule zaidi, sio wa kike. Dropout ni kubwa zaidi. Kwa hiyo tunalifanya kazi kwa nguvu kubwa, na kuna timu inafanya kazi, na wamenipa taarifa kwamba wananisho report ya kuja kueleza, sio? Wanaleta hapa tulifanya kazi. Hatujalifumbia macho, ni swala muhimu kwa sababu hatutakiwi tuache mtu yote nje. Huyu Ndahani nadhani kutoka Radio Mwangaza. Maandalizi ya elimu ya awali. Kama nilivyosema mwanzoni, ukweli elimu ya awali inapiganiwa. Na sisi tunajua hilo. Ila sisi tunajitahidi tuende baada ya kuwekeza. Tuna mikakati mbalimbali ya kuwekeza. Tuliomba kibali na katibu mkuu alienda mpaka India kwenda kuangalia, na kitakachofuata pengine mimi kwenda India au kumwalika waziri wa elimu wa India. Lakini preferably nataka mimi mwenyewe niende, tuende tukaangalia na wanavyotoa mafunzo kule. Tumeongea na Benki ya Dunia, tujifunze kule kwao, na hata kama tunachukua wakufunzi wa muda waje, lakini cha muhimu zaidi ni kwenda kuangalia aina ya teknolojia iliyopo sasa hivi, ili tusitumie what Max alikuwa anaita moribund, teknolojia ambayo imepitwa na wakati katika elimu ya mali. Na nitakuwa naenda China karibu, na kwa kweli mialiko mingi sikwenda, lakini nilivyoambiwa this time nikienda nitakutana na waziri wa elimu, nimeomba niende. Lakini moja ni kubwa hilo la kuangalia. Tumeongea na mabalozi wa India, China, South Korea, Swaziland, Ujerumani, na nadhani tutaongea na Canada kwa ajili ya kujenga na mahusiano vile vile. Tusijifungie tu dhani tunajua, kwa sababu sasa hivi teknolojia imemove sana. Vile vile kuna baadhi ya vitu zamani, kwa mfano kuchomea chuma ilikuwa ili ujifunze lazima ukachukue chuma kabisa au ukichome. Lakini siku hizi kuna simulators, unaweza ukajifunza kwanza bila kuchoma chuma halisi, baadaye unatumia chuma kidogo kwa ajili ya kuendelea na kujua unachotaka kukifanya. Kwa hiyo tunajifunza kutoka kwa wenzetu huko mbele, tunajiandaa kama hivyo. Kwa hiyo ukiona speed yetu ya shule za amali sio kubwa, kwa sababu hatutaki tuanzishe bila kujiandaa vizuri. Huo ndio ukweli wenyewe. Na ni mwelekeo wetu kwa ujumla wake. Matias Wazuhuru, kwa nini mtihani ni wa siku moja? Ni kweli kuna changamoto hiyo kwamba unampimaje mtu kwa wiki moja labda kwa mfano ambapo mitihani inafanyika. Lakini kuna issue ya continuous assessment ambayo inatumika. Of course mara nyingi ni kujaribu kufuatilia kuhakikisha kwamba continuous assessment inafanyika katika namna ambayo ni standardized na ambayo hakuna magumashi, kama mnanielewa. Lakini kuna element ya continuous assessment, na vile vile kuna room kama una sababu za kimsingi za kutokufanya mtihani, kuomba kutokufanya ule mtihani kipindi kile, ili uweze usije ukajikuta ufanye vizuri. Na usipofanya vizuri unaweza ukaomba vile vile kufanya resitting ya ule mtihani. Ni aina fulani ya changamoto ya tathmini, ipo kila eneo ambalo unalifanya sana. Unavoenda kwenye Olympics mnaambiwa kwenda kukimbia, alafu sikio mnavoenda kukimbia sikio unajisikia msuli umebana. Kwa hiyo mimi bwana ningeshinda, lakini siku hiyo msuli ulikuwa umebana. Lakini of course tunazungumzia elimu ambayo ni lifetime, kitu ambacho kinaweza kukuwezesha. Lakini kwenye mafunzo ya mali kuna njia za kuassess, actually ni variety zaidi, kwa sababu mara nyingi tunaku observe kwenye utendaji wako. Hatuangalii kwenye paperwork tu, tutaku observe. Kwa hiyo kuna mechanics ambayo imetengenezwa Baraza la Mitihani kwa kushirikiana na Activate ya kuhakikisha kwamba tunaweza tukakufanyia tathmini kwa namna ambayo inaweza ikasaidia. Recruitment ya walimu inaendelea kuboreshwa. Walimu ni kada muhimu sana, ni kada ya heshima sana, na tunapenda tuendelee kuiheshimu hiyo kada. Walimu sio kada ya failures. Walimu ni kada ya watu ambao wanaenda kutufundishia watoto wetu, watatufundishia madaktari, wanasheria na kadhalika. Kwa hiyo kuna mikakati mbalimbali ya kuendelea kujitahidi kwamba kwanza tunaendeleza kada yenyewe kama ilivyo, na tunaendelea kuencourage watu ambao wanakuja kusomea mambo ya walimu, kuwavutia. Kwa mfano kujenga nyumba za walimu, kazi kubwa ambayo imefanywa na serikali, inasaidia mtu anasema mimi nikisomea walimu bwana naweza nikafanya nini? Naweza nikapata nyumba. Swala la mikopo, kigezo kinachoangaliwa kimoja hapo, kama unasomea walimu, kwa unaweza kuvutia
Kwa hiyo ni kazi ambayo lazima iwe continuous, kwa sababu kwa kweli lazima tuendelee kuheshimu sana kada ya ualimu, na tutaendelea kufanya hivyo. Twaha wa Star TV, VETA waanze kuunda. Kwa sasa hivi VETA, okay, kuna baadhi ya gunduzi zimefanyika kwenye VETA. Ukija Makisatu utaziona. Lakini kwa sasa hivi swala kubwa kwanza ni kupata zile skills, kwa sababu VETA kuna kozi za muda mfupi sana na nyingine kidogo za muda mrefu. Lakini labda nikuambie kitu kimoja ambacho tumekifanya pale DIT, ambacho I'm extremely proud of. Sasa nilipoingia Wizara ya Elimu, nilitembelea Arusha Technical College na DIT mara nyingi kuliko taasisi nyingine zozote. Na pale DIT nilikuta wana kama namna yao ya kutengeneza spare. Nikamwambia, saa hizi mnatengeneza, nataka muanzishe kiwanda tanzu, mtengeneze spare, ni kampuni tanzu, mwanze kufanya biashara. Kwa kweli wamepiga hatua kubwa sana sasa hivi. Na tayari kuna spare zinanunuliwa kutoka pale DIT. Na nilichowaambia both DIT na Arusha Technical College ni kwamba hebu anzeni kwa angalieni kwa mfano bodaboda, pikipiki na kadhalika. Tunapozinunua ni parts zipi huwa tunaziingiza mara nyingi zaidi na tunatumia hela nyingi kuziingiza. Na you can get the data from TRA. Kodi zinalipwa kwa ajili ya vitu gani? Alafu kile ambacho kinaingizwa sana, angalieni capacity yetu ya kuanza kukiproduce. So tukianza kuproduce hivi kidogo kidogo, of course tunaweza tuka expand. Ndivyo nchi nyingine zilivyoenda. Pale DIT wamepiga hatua, na naamini karibuni tutaanza kuspill off, kwa sababu wametengeneza mpaka brake pads zinatumika na kama mafuso walivyoniambia, na watu wanazipenda sana kwa sababu haziishi haraka. Kwa hiyo huo msukumo utakuwepo. Kwenye VETA tunaendelea kuwahimiza kushiriki katika masuala ya teknolojia na ubunifu ili tuweze kusonga mbele. Mwisho kabisa, Danson kutoka Mwanahalisi. Utaratibu wa mikopo bado ni headache. Ni headache. Hakuna jambo baya, labda niseme, hakuna jambo baya kama mimi nikisimamia mikopo, nikampa mtu mwenye uwezo mkopo, nikamnyima mtu asiye na uwezo. Sijui kama kuna dhambi, ziko dhambi kubwa, lakini sisi ambao tunasimamia resources, hasa Wizara ya Elimu, mikopo kuigawa kwa haki is sacrosanct. Na wakati mwingine watu hawaelewi, kwa sababu hawadhani kujua kwamba waziri anatakiwa afuatilie kila kitu na kuaudit. Unaweza kujaribu kuingiza macho, anasema anatafuta nini, anatutafuta sisi. Hatutafuti mtu. Tunataka haki katika kugawa mikopo. Na juhudi kubwa sana zinafanyika. Ukweli mfumo hauwezi kuwa perfect kwa sababu ya information ambazo zinaingia. Na wakati mwingine nilivyokuwa nazungumzia mambo ya scholarship nje, nilisema baadhi ya wanafunzi wetu hata kuapply scholarship inakuwa ngumu, hata kuapply mikopo wakati mwingine, kwa taarifa ambazo unazitoa. Kwa sababu kwa mfano, bodi ya mikopo, kama wewe ulikuwa na mzazi amfariki, unaambiwa uambatanishe cheti cha kifo. If you don't do that, wale hawezi kumake decision. Unaona hawezi kumake decision. Sasa sisemi na walaumu watu ambao hawapati, lakini nasema ni kwamba kuna information ambazo lazima ziwe zimekamilika ili uweze kupata. Kinachofanyika na bodi ya mikopo sasa hivi, na sisi tunafuatilia, kwa sababu kwenye hilo tumekubaliana, lazima tuhakikishe kwamba tunatenda haki ya kutoa mikopo. Kwa sababu mimi mtoto wangu kiona anapata mkopo, ujue kabisa huo ni wizi. Mtoto wangu mimi waziri, ujue ni wizi. Au katibu mkuu anapata mkopo kusomesha mtu chuo, ni wizi. Kwa sababu unamnyima mtu ambaye ana uwezo. Na mimi nimesomesha mtoto, hakuchukua mkopo na wala sikuwa Wizara ya Elimu by that time, na kwa sababu haitakiwi uchukue. Sasa tunachotaka kufanya ambacho ni muhimu sana, tumefungua ofisi kwenye kanda mbalimbali na hotline. Kwa wakati mwingine ukiwa umekosa, unauliza, watakwambia bwana, unaona ulichojaza hapa, wewe umejaza hiki lakini hatujaona hiki. Unaweza ukaangaliwa, na mara nyingine watu wameweza kupata mkopo ambao awali hawakupata kwa sababu ya information zilikuwa hazijakamilika. Lakini kazi ya kuimprove allocation ya mikopo ni continuous, inaendelea. Namna ya kuhakikisha kwamba wale ambao hawana uwezo ndio wanapata. Lakini sasa naomba nikumbushe kitu kimoja. Sio kutokuwa na uwezo tu ndio kuna kufanya kuwa mikopo. Kuna vigezo mbalimbali. Kuna masomo unayosoma. Kuna kiwango cha ufaulu. Sawa jamani? Kuna kiwango cha ufaulu. Vyote hivyo vipo. Kwa mfano, sasa hivi tunaenda kwenye msukumo wa mambo ya sayansi, mambo ya tehama. Lazima kutakuwa na upendeleo fulani katika maeneo yale. Tumeiweka hata Kiswahili category 1. Kwamba anaenda kusoma Kiswahili, akisoma na Kifaransa, akisoma na Kiingereza, tunaandaa watu ambao wanaweza kawa wakalimani. Kwa hiyo tumeweka mle. Kwa hiyo jibu langu liko pale pale. Kazi kubwa imefanyika sana na bodi ya mikopo,
na kazi kubwa lazima tuendelee kuifanya kuhakikisha kwamba ile screening process inazidi kuwa nzuri. Moja ambalo tuna grapple nalo na nadhani tutalitafuta ni kwamba akatokea mtoto amesoma international schools. Kuna international school ada unayolipa kwa mwaka tu ni sawa na ada ya chuo kikuu kwa miaka 4. Kwa mwaka mmoja. Umesoma kule, umemaliza umefika form 6, kumbe ni mjomba. Mjomba alikuwa amemwambia dada yake, dada mtu kwa mwanao mimi nitamsomesha akifika form 6, endelea naye. Anavomwacha sana, mwacha pale akaenda chuo anaambia ulisoma international school bwana. Kwa kiasi hiki cha hela ulikuwa unalipa, tunahisi kwamba una uwezo. Hilo swala ambalo tunatafuta namna ya kutatua. Na tunahitaji, na pengine labda sheria tutaweka tu kwamba kwenye local government, kwenye mabalozi wetu na nini kuwe na aina fulani ya kupick information. Na tukiwa na sheria kusema kwamba ukitoa wrong information you get punished, itatusaidia. Ili kuhakikisha kwamba hata wale vile vile kwa sababu ulisaidiwa tu na mtu mpaka level fulani isije kukunyima sasa wewe kusoma chuo kikuu kwa sababu hiyo. Na vile vile tunaanza kuja kuangalia dropout ya vyuo vikuu. Kwa watu ambao wamesoma lakini wameshindwa kwa sababu ya kutopata fedha watoke. Lakini cha muhimu, na hii ni taarifa kubwa, na hii ndio habari kubwa, ni alichofanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kipindi kifupi sana alichoingia kwenye madaraka. Kwa sababu ukiangalia elimu mkopo wa juu ulikuwa unaongezeka kidogo sana. Yeye amekuta ni bilioni 464. Na ameingia 2021 sio? Leo ni bilioni 787. Pengine hiyo ndio habari kubwa. Kwa sababu anatusaidia kwa kuongeza, kutuagiza kwamba bajeti iongezeke, naambia hazina ongezeni hela. Ina maana wigo unaongezeka unakuwa mkubwa kiasi kwamba possibility ya kukosa mkopo inazidi kupungua. Hilo nalo ndio swala kubwa ambalo napenda tulichukue jamani. Na washukuruni sana kunisikiliza. Na Mungu awabariki sana. Hawa nimalize kwa kusema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kazi iendelee kweli kweli. Asante sana. Mheshimiwa Adolf Mkenda, profesa na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, tunakushukuru sana kwa lecture. Lakini tunakushukuru sana kwa mafanikio mengi ya sekta ya elimu ambayo yamefanyika katika kipindi ambacho wewe umekuwa ukiongoza sekta hii kwa kushirikiana na watendaji wote wa Wizara ya Elimu. Lakini vile vile tunamshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa serikali ya awamu ya 6, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kazi kubwa iliyofanyika katika sekta ya elimu. Mheshimiwa, mmefanya mageuzi makubwa. Hiyo sera tu ya elimu na hayo yote ulioeleza hapa ni mafanikio makubwa ambayo yanaenda kuleta mapinduzi makubwa ya sayansi na teknolojia, lakini ya elimu katika nchi yetu. Kwa hiyo tunakupongeza wewe, tunampongeza Mheshimiwa Rais, tunawapongeza wote mliokuwa nyuma ya hili ambalo mmelifanikisha. Mheshimiwa, binafsi mimi na kuombea mitano tena, na ikimpendeza Mheshimiwa Rais akurudishe tena hapo ili uweze kumalizia ulilolianzisha. Ndugu wanahabari, au mnasemaje wanahabari wenzangu? Na nyinyi naomba tuwashukuru sana kwa niaba ya msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu Wizara ya Habari. Tunawashukuru wanahabari kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuwataarifu wa Tanzania mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 tangu tulipoanza kutoa taarifa hizi. Naomba niwaambie kwamba tumefika mwisho wa mkutano wetu kwa leo. Karibuni tena na kila laheri mheshimiwa. Asante sana.